Bwana Yesu asifiwe. Tena ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia, ambayo tunahitaji kumshukuru tena, tukijua ya kwamba tunafaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa hivyo kwa sasa tutaweza kunyenyekea ili tuweze kumshukuru Mungu kwa asubuhi njema ambayo ameweza kutujalia. Kwa hivyo nawakaribisha sana tuweze kuendelea. Tunaomba. Baba yetu utupendaye sana, jina lako litukuzwe, lihimidiwe milele mfalme. Asante kwa kuruhusu tulale na tuamke tukiwa salama. Asante kwa hali ya anga nzuri ambayo umetujalia mfalme. Asante kwa kuwa wewe hu mwema kila wakati mfalme. Tuongoze siku hii ya leo, anza pamoja nasi mfalme. Tusamee mahali ambapo tumetanga mbali nawe, neema yako izidi kututosa. Nena nasi asubuhi ya leo yale ambayo yanayotoka katika kitabu chako kitakatifu. Mapenzi yako yatimishwe, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Mashaallah. Kwa hivyo tutaweza kuimba wimbo namba 89, wimbo ambao unahusiana na asubuhi, na baadaye tutaweza kuendelea. Wimbo namba 89. Bwana asubuhi kucha, sing. Bwana asubuhi kucha, nitakuinua. Sauti yangu kuomba, nipate baraka, na kuomba Roho yako niongozwe nayo. Nifanye yanipasayo na mapenzi yako. Wanaokutegemea umulinzi wao, matumaini wanayo utayatimisha, na kwa wingi wa fadhili nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Tutaimba wimbo mwingine mmoja 157 unaohusiana na kuja kwa Kristo. 157. Mfalme yu mlangoni, sing. Mfalme yu mlangoni, ndiye aliyetufia. Mara wote wampendao wakusanya, juaya mlangoni anasimama, anakuja kwake karibu. Dali lisa kuja kwake, sina sindi kutimishwa. Karibuni wateule,
watamlaki Bwana. Juaja, 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 mlangoni anasimama. Anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Sitafute duniani amani wala furaha, mpaka Bwana arudi dhambi kuondoa. Juaja, 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 mlangoni anasimama. Anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Tutaka ana Mwokozi makaoni ya milele, daima tutafurahi kuwa watu wake. Juaja, 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 mlangoni anasimama. Anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba kwa ajili David Michogo Ruito. Mungu atukuze kwa yote. Amen. Kwa hivyo kwa sasa tutaweza kunyenyekea tupate ombi kama vile tunavyokumbuka Timotheo wa kwanza 2:1. Basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo tunanyenyekea tuombe Mungu atuongoze katika neno lake, tuweze kulifahamu, tuweze kuishi kulingana na neno hili, lisindi kututakasa na kutuandaa ili tuweze kuandalika kwa ajili ya ufalme wa milele. Tunaomba. Baba yetu mpendwa, nakushukuru tena kwa wakati huu mfalme. Nikiomba nena na watoto wako asubuhi ya leo. Naposimama kuzungumza, naomba uweze kunijalia Roho wako Mtakatifu. Kila mmoja aliye hapa, utujalie Roho wako ili tuweze kuelewa na ukweli huu halisi wa neno lako, usindi kututakasa. Ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo tutaweza kujifunza kuhusiana na kujiandaa kwa ajili ya mwisho. Kujiandaa kwa ajili ya mwisho. Kwa kuwa Kristo anarudi mara ya pili, na wakati Kristo anaporudi anahitaji tuweze kujiandaa, tujiweke tayari, kwa kuwa kila mtu ataweza kusimama kwa zamu yake. Kila mtu ataweza kusimama kwa zamu yake. Kwa hivyo nitaweza kusoma andiko ni Habakuku 2:1. Kitabu kile cha Habakuku 2:11. Aya ya kwanza inasema hivi: mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Pointi ambalo liko hapa katika Habakuku 2:1 inasema mimi nitasimama katika zamu yangu. Na kwa hivyo kila mmoja aliye asubuhi ya leo hapa, kila mmoja ataweza kusimama kwa zamu yake. Kwa hivyo kuna wakati ambapo utaweza kufika ambapo itatakikana wewe mwenyewe uweze kusimama, na kama haukuwa umeweza kujiandaa, hautaweza kusimama.
Unaweza kunaswa na masumbufu ya maisha haya masumbufu ya maisha kama ulevi, kama yale ambayo yanayoendelea siku hizi za mwisho. Lakini tunatakiwa atufaswe kunashwa na vitu hivyo. Kitabu ni kile cha Luka 21 mstari ni ule wa 34. Kitabu cha Luka 21 mstari wa 34. Neno la Mungu linasema hivi. Akasema, kitabu ni kile cha Luka 21 mstari wa 34 inasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa hivyo kwa mujibu wa kitabu cha Luka 21 mstari wa 34, tunafahamishwa kwamba tuweze kujiangalia mioyoni, yani tuweze kujiangalia mioyoni mwetu ama mioyo yetu, tuweze kujiangalia tusije tukalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, kwa kuwa hata masumbufu yanaweza kukusumbua unasahau na kujiandaa. Kwa hivyo kila mmoja anatakiwa aweze kujiandaa ili tuweze kuwa sawasawa wakati Yesu atakaporudi mara ya pili, tuweze kusimama, kwa kuwa kuja kwa Kristo kumekaribia sana sana. Na tukijua yule mwovu naye kila wakati anarandaranda akitafuta mtu ili aweze kummesha. Hiyo ni kitabu kile cha Petro wa kwanza 5 mstari ni ule wa 8. Kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi, muwe na kiasi na kukesa, kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye usunguka akitafuta mtu ammeshe. Kwa hivyo kwa mujibu wa Petro wa kwanza 5 mstari wa 8, tunahimishwa kwamba tuweze kukesha, atuweze kuwa na kiasi na kukesha, kwa sababu mustaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye usunguka akitafuta mtu amumese. Kwa hivyo yule muovu kila wakati anasunguka, na tumeweza kuambiwa tena yeye ni mustaki. Vile tunavyojua mustaki, wakati anapostaki kuna haki fulani anayoitafuta. Sasa huyu muovu ambaye tunaambiwa anatustaki, anatafuta haki gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa mustaki yeyote, ukisikia ameenda amekustaki, kuna haki fulani anahitaji iweze kusimamishwa, kwa kuwa yule muovu atakustaki, na kabla aweze kustaki ataweza kutafuta vitu ambavyo hataweza kukustaki navyo. Mfano, Shetani anatuwinda katika maneno yetu, kile ambacho tunachokiongea, matendo yetu yale tunayoyatenda, na yani mienendo yetu. Yani kila wakati yule muovu hako tayari, yani anatuwinda. Ukiongea vibaya anakustaki, ukitenda vibaya anakustaki. Yani kila wakati anatafuta kile ambacho ataweza kusikilia ili aweze kukustaki. Na vile ambavyo tumeambiwa kwamba kitabu cha Habakuku 2:1 tumeweza kuambiwa kila mtu atasimama kwa zamu yake. Kwa hivyo uweze kujiandaa, uweze kujiweka sawa, usimame katika neno la Kristo ili uweze kuwa imara na uweze kushinda yule muovu, kwa kuwa njia pekee ya kumshinda tu ni kumtii Kristo. Hiyo ni Yakobo 4 mstari ni ule wa 7. Kitabu cha Yakobo 4 mstari ni ule wa 7. Neno la Mungu nasema hivi, basi mtiini Mungu, pingeni Shetani naye atawakimbia. Njia ya pekee ya kumpinga Shetani, huyo mustaki ambaye anatuinda katika maneno, ambaye anatuinda katika matendo, ambaye anatuinda kila hatua ili aweze kufanikiwa katika njundi zake. Pia sisi tunafaswa kujiandaa, na tutajiandaa kwa njia ipi? Kumrundia Mungu, tusimame katika neno lake, tuweze kutembea na neno la Mungu.
liweze kuwa ndio yani neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu, ili liweze kutusaidia tuishi kwa kusudio ama tuishi kwa mapenzi ya Mungu. Kwa kuwa Kolosai 3:16 inasema na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Kwa hivyo nawahimiza asubuhi ya leo, andiko liwe ndogo kiasi gani, hata ukiamua kutimisha yale ambayo hilo neno linasema, utaweza kuimarishwa na utaweza kupata nguvu. Kwa hivyo tunahitaji kumrundia Mungu pamoja na maneno. Kitabu pamoja na neno lake. Kitabu cha Hosea 12 haya ya kwanza na haya ya pili, nikiwa naelekea kukamilisha. Tafadhali. Tutaweza kusoma kitabu ni kile cha Hosea 14 aya ya kwanza na aya ya pili. Nasema hivi: He Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yetu, uyatakabali yaliyo mema, na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yenu kama kwamba ni ng'ombe. Kwa hivyo pointi ambalo nilikuwa nikinukuu hapa ama nikitoa katika andiko hili ni kwamba tuweze kumrundia Mungu, kwa kuwa wakati tunapotenda uovu ama dhambi tunaenda mbali na Bwana, na kwa hivyo tunatakiwa tuweze kumrundia. Tunatakiwa tuweze kumrundia kwa mujibu wa Yeremia 1:3, Yeremia 25 pia mstari wa 5 inatuhimisha tuweze kumrundia Bwana. Kwa hivyo Mungu atukuzwe kwa neno hilo ambalo tumepata asubuhi ya leo, kujiandaa kwa ajili ya mwisho. Yesu anakuja muda usio mrefu. Tujiandae, tujiweke tayari, tutii neno lake ili yule mwovu asije akapata nafasi katika maisha yetu. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba. Baba yetu utupendaye sana, asante kwa neno lako uliotujulisha asubuhi ya leo. Naomba upe Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuimarishe, tuishi sawasawa kadri unavyoona imekupendeza Mfalme. Tusamee mahali ambapo tumetanga mbali nawe Mfalme. Utuponye na udhaifu wa kila aina. Uruhusu tabia zetu zilingane na tabia ya mbinguni, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.